Hujambo na karibu katika kipindi hiki cha Tanzania Tuwekeze. Mimi ni Elia Jackson Lupembe. Hii ni Hyper PLC Investment Channel, kipindi ambacho mara kadhaa tumekuwa tukikueleza kuhusiana na elimu ya kampuni hii ya Hyper, lakini pia fursa mbalimbali ambazo zinapatikana kupitia kampuni hii ya Hyper PLC. Sasa tumekuwa tukikupa nakala mbalimbali kuhusiana na kile ambacho kinapostiwa kila siku na akaunti mbalimbali za kampuni hii ya Hyper, ambapo elimu hii inatolewa na CPA Boniface Ndengo ambaye ni mkurugenzi wa kampuni hii ya Hyper. Sasa katika matoleo ya nakala zake leo hii amekuja na nondo kali kulikweli inayohusu miujiza na upekee wa hisa. Utakumbuka kwamba mmekuwa mkituuliza watazamaji wetu maswali mengi kweli kuhusiana na elimu hii ya hisa. Wengi wanatamani kufahamu hisa ni nini. Tunaposema kampuni hii ya Hyper inafanya haya masuala ya hisa, tunamaanisha nini hasa? Leo hii majibu yote yamekuja nayo hapa CPA Boniface Ndengo ambaye ni mkurugenzi wa Hyper PLC. Karibu sasa uweze kufahamu kile ambacho amekifundisha kuhusiana na nakala hii iliyotoka siku ya leo. Ndengo anaanza kwa kutoa historia kidogo, na hapa anazungumzia taarifa rasmi ya shirika la Finscope ya mwaka 2023. Inabainishwa wazi kwamba Watanzania watu wazima wanaoshiriki fursa za masoko ya hisa ni 0.51% pekee. Taarifa hii kwa lugha rahisi inabainisha kwamba kila Watanzania 200 watu wazima kuna mtu mmoja tu ndiye anayeshiriki fursa za uwekezaji kupitia masoko ya hisa, na hii ni kwa mujibu ya mwaka 2023 kwa maana ya taarifa rasmi ya shirika la Finscope kwa mwaka 2023. 0.51% pekee ndio ambao wanashiriki. Sasa hali ikoje kwenye mataifa mengine? Hapa tunaangalia Marekani, wao wako na 60%, lakini pia Singapore wapo na 48%, Korea Kusini wapo na 40%, China na India wao wako na 24%. Sasa Hyper PLC kupitia academy yetu ya uwekezaji tunatekeleza program ya Tanzania Tuwekeze, ambapo sasa mradi huu unalenga kuwaleta Watanzania milioni 20 kwenye fursa za uwekezaji kwa njia ya hisa, sambamba na kuwajenga Watanzania milioni 1 kuwa matajiri wa hisa na wawekezaji wakubwa, ambapo nakala ya leo tunabainisha kwa nini hisa na upekee katika uwanja wa uwekezaji. Kama ambavyo nimekujuza, ukitamani kufahamu kuhusiana na upekee wa hisa, hapa leo ndio utakuja kupata kile ambacho ulikuwa unakitaka kwa wakati wote au ulikuwa unajiuliza kwa wakati wote. Sasa Hyper PLC tunaposema hisa tunamaanisha nini hasa? CPA Ndengo anaendelea kushuka na nondo zake hapa. Kwa lugha rahisi kabisa, hisa ni dhamana inayokupa umiliki kwenye kampuni. Unaponunua hisa unakuwa mmoja wa watu wanaomiliki kampuni husika, na unapata haki ya kuwa mnufaika wa faida, mali na thamani inayotokana na ukuaji wa kampuni hiyo. Sasa Hyper PLC tunaposema kampuni ya hisa tunamaanisha nini? Tunaposema Hyper PLC ni kampuni ya hisa tunamaanisha nini hasa? Majibu ni haya hapa. Kampuni ya hisa ni kampuni au biashara inayomilikiwa na watu wengi. Kwa lugha nyingine, kampuni za hisa huitwa kampuni za umma, na kwa mujibu wa sheria za Tanzania, kampuni ikiwa na wamiliki wanaozidi 50, basi automatic hiyo inatambuliwa kuwa ni kampuni ya umma na inapaswa kutambulishwa ikiwa na neno PLC kwa mbele yake, ikimaanisha kwamba Public Limited Company. Sasa kama ilivyo Hyper PLC tunavyoitazama hii leo, na CPA Ndengo hapa ameweza kubainisha aina zake, kwa sababu tunaisema hii Hyper PLC ikiwa na maana kwamba Hyper Public Limited Company. Sasa kuna aina mbili za kampuni za hisa, yani PLC: kampuni ambazo hisa zake zinauzwa kupitia masoko ya hisa, yani listed PLC, na kampuni ambazo hisa zake hazijaorodheshwa kwenye masoko ya hisa, yani unlisted PLC. Sasa masoko ya hisa ni kitu gani hasa? Tunaposema masoko ya hisa ni kitu gani hasa? Masoko ya hisa ni majukwaa ambapo hisa huuzwa na kununuliwa hapa Tanzania. Mfano wake ni soko la hisa la Dar es Salaam, kwa kifupi DSE. Hapa ni mahali ambapo mtu anaweza pia kupata taarifa mbalimbali za makampuni ambayo ni listed PLC, lakini pia taarifa kuhusu unlisted PLC utazipata kupitia jitihada zako binafsi. Hivyo ndivyo ambavyo CPA
Boniface Ndengo anatueleza na anatuelewesha kuhusiana na makampuni haya ambayo yameorodhesha hisa zake, lakini pia na yale ambayo hayajaorodhesha. Sasa kwa nini baadhi ya PLC hisa zake hazipo kwenye masoko ya hisa? Ni swali ambalo pia mmekuwa mkijiuliza mara kadhaa na mnatamani kupata majibu kutoka kwetu. Sasa sababu za msingi ziko kama tatu. Kwa nini baadhi ya makampuni hisa zake hazipo kwenye masoko ya hisa? Moja ni kwamba ni maamuzi ya bodi ya kampuni kwamba hisa zao hazitaorodheshwa kwenye masoko ya hisa. Sasa ni muhimu kufahamu kwamba kuorodhesha hisa kwenye soko la hisa sio lazima na ni hiari kabisa. Lakini na ni lini zitaorodheshwa yanabaki kuwa ni maamuzi ya bodi na wanahisa wake. Wao ndio wanaamua kwamba tuorodheshe au tusiorodheshe, lakini pia lini tutaorodhesha ni maamuzi ya bodi, lakini pia wanahisa wake. Lakini namba 2 ni kampuni changa. Boniface Ndengo ameeleza hapa kwamba zoezi la kuzifanya hisa za kampuni ziwepo kwenye soko la hisa huhusisha gharama kubwa. Hii husababisha kampuni changa kuchelewa kupeleka hisa zake kwenye soko la hisa. Lakini namba 3 ni masharti ya soko la hisa ambayo ni pamoja na kiwango cha wanahisa waliokwisha jiunga na kampuni husika, kiwango cha mtaji uliojengwa kabla ya kuorodheshwa na kipindi ambacho kampuni hiyo imefanya biashara kabla ya kupeleka hisa zake sokoni. Mfano, soko la hisa la DSE moja ya masharti yake ni kampuni iwe angalau na wanahisa 1000 kabla ya kuorodheshwa sokoni, iwe mtaji usiopungua shilingi bilioni 1 na iwe imefanya biashara angalau miaka 3. Sasa hizi ndio sababu 3 za msingi ambapo kwa nini kampuni zingine hisa zake hazipo kwenye masoko ya hisa. Boniface Ndengo ametueleza hapa kwa uzuri na bila shaka umefahamu kile ambacho ulikuwa ukijiuliza kwa muda mrefu. Lakini kuna kitu kinaitwa magari ya uwekezaji. Hiki ni kitu gani hasa? Ni swali ambalo pia mmekuwa mkijiuliza. Magari ya uwekezaji ni kitu gani hasa? CPA Boniface Ndengo anaendelea kushuka na nondo zake hapa. Kwenye uwanja wa uwekezaji kuna aina mbalimbali za magari ya uwekezaji. Magari ya uwekezaji tunamaanisha mahali ambapo unaweza kuweka mtaji wako kwa lengo la kuulinda, kuukuza na kupata faida. Pote duniani magari maarufu ya uwekezaji ni pamoja na hati fungani au bonds kwa lugha ya Kimombo, lakini hisa, mifuko ya pamoja kama UTT, lakini pia ardhi, malengo ya biashara binafsi. Huko mbele tutapata fursa ya kujifunza kuhusu gari moja, lakini kwa leo tutajikita zaidi kwenye uwekezaji kwa njia ya hisa. Sasa hii uwekezaji kwa njia ya hisa ndilo gari pekee ambapo hii leo CPA Ndengo amejikita nalo ili uweze kufahamu gari hili likiwa lina maana gani zaidi, lakini pia upekee ambao nilikuwa nimeuzungumza hapo awali unamaanisha nini zaidi kwenye aina hii ya gari ambalo tunajifunza kwa siku hii ya leo. Hisa zina miujiza au upekee gani tofauti na magari mengine kama ambavyo amezungumza hapa? Sasa tunaanza. Kama tunavyosema, hisa zina miujiza au upekee mkubwa sana unapofanya malinganisho na magari mengine ya uwekezaji. Hapa tumejaribu kutambua maeneo 12 ambapo yanafanya uwekezaji kwa njia ya hisa kuwa na upekee. Maeneo haya 12 ndio yanayoipa hisa kuwa na upekee wa tofauti kuliko magari yote mengine ambayo tumeyazungumza. Namba 1, hisa ndio gari la uhakika ambalo kwalo ni rahisi mwekezaji kujenga utajiri kwa haraka. Hii mara nyingi husababishwa na kanuni maarufu ya ukuzaji mitaji inayoitwa compounding ambayo hutumiwa sana na kampuni za hisa. Lakini namba 2, fursa ya kupanda kwa bei ya hisa ni mchezo mzuri sana ambapo unalifanya gari hili kuwa na upekee. Hisa iliyonunuliwa kwa shilingi 1000 baada ya miezi 6 au miaka 2 inaweza kupanda bei yake na kuuzwa kwa shilingi 50,000 au 70,000 au hata 500,000 kwa miaka 10 mbele. Sasa mfano mzuri CPA Ndengo ametueleza hapa hisa moja ya Meta Platform PLC ambapo zamani ilikuwa ikijulikana kama Facebook, Mei 2012 iliuzwa kwa $38 sawa na shilingi 60,000 kwa pesa za Kitanzania. Sasa leo inauzwa $717 ambapo ni sawa na fedha za Kitanzania milioni 1,860,000. Je, huoni huu ni muujiza?
hisa moja iliyouzwa kwa shilingi 60,000 kuuzwa kwa shilingi milioni 1,860,000. Ni swali ambalo CPA Boniface Ndengo amekuuliza mtazamaji ambaye unatutazama hivi sasa. Lakini namba 3 nasema kwamba fursa ya kuzalisha hisa kwa maana ya hisa mpya kupitia gawio la hisa au hisa za bonus au hisa unazopewa kampuni ikipunguza bei au hisa za sokoni ambapo kitaalamu tunaita share split. Kwa hiyo unaweza kuona upekee hapa. Hii fursa hii haipo kwenye magari mengine bali ni kwenye hisa peke yake. Lakini namba 4, fursa ya hisa kugawanyika katika vipande vidogo vidogo bila kupoteza thamani yake. Lakini namba 5 ni kwamba fursa ya hisa kuuzwa popote duniani au kuuzika popote duniani kwa bei ile ile bila kupoteza thamani. Watu wengi hushindanisha hisa na ardhi, lakini kwa kigezo hiki hisa inapata upekee kwa sababu thamani ya ardhi mara nyingi hutegemea sana mahali ardhi hiyo ilipo, lakini thamani ya hisa haitegemei mahali hisa hiyo ilipo. Lakini namba 6 ni kwamba fursa ya hisa kupanda bei hata kama kampuni au biashara inapata hasara. Sasa nasema kwamba bei ya hisa kupanda au kushuka inategemea mambo mengi. Faida ni kigezo kimoja tu. Jambo la ajabu ni kwamba bado bei ya hisa inaweza kupanda hata kama kampuni au biashara inapata hasara. Hapa najua wengi watashangaa. Wawekezaji kwa jicho la tatu wana uwezo wa kuiona kesho yao, kesho ya kampuni yao, hivyo hasara ya leo haiathiri imani na manunuzi wanayoyafanya. Sasa namba 7 anasema kwamba urahisi wa kuhamisha umiliki bila kuathiri ufanisi wa biashara. Ni rahisi sana kuhamisha umiliki wa hisa kwenda kwa mtu mwingine bila kuathiri ufanisi wa biashara. Hiyo ni upekee ambao pia upo katika hisa, lakini ukilinganisha na magari mengine kama ambavyo Boniface Ndengo anaeleza hapa. Lakini namba 8 ni kwamba fursa ya hisa kukudhamini kupata mkopo mkubwa zaidi ya mtaji uliowekezwa. Siku zote hisa ina thamani mbili: mtaji uliowekezwa na thamani ya soko. Sasa hisa zilizonunuliwa kwa mtaji wa shilingi milioni 20 zikipanda thamani kwa sababu ya bei yake sokoni hadi shilingi milioni 100, mwekezaji anaweza kupata hadi shilingi milioni 70 au milioni 80 kwa msingi wa shilingi milioni 1 na sio mtaji uliowekezwa kwa shilingi milioni 20. Huo ni upekee wa hisa na huwezi ukaupata kwa magari mengine. Lakini namba 9 ni kwamba kampuni ya hisa au kampuni ya umma ni ngumu sana kufilisika au kutaifishwa. Ni rahisi kupata hasara kwenye ardhi na biashara binafsi, lakini jambo la nadra sana kutokea kwa makampuni ya umma au kampuni ya hisa kufilisika au kutaifishwa. Hiyo pia ni upekee katika kampuni katika hisa tofauti na magari mengine. Lakini namba 10 CPA Ndengo anasema kwamba fursa ya kujenga utajiri kutoka kwenye mwanzo mdogo. Mwekezaji mdogo anayeweza kuwekeza kila mwezi shilingi 20,000 kwa njia ya hisa, akifanya hivyo kwa miaka 10 mfululizo, ana uhakika wa 99% wa kujenga utajiri mkubwa zaidi. Lakini namba 11, hisa inawezesha ubunifu na ujenzi wa makampuni makubwa, hivyo kukuza haraka uchumi wa maendeleo ya nchi, kwa maana ya uchumi na maendeleo ya nchi. Lakini 12 na mwisho kabisa, CPA Boniface Ndengo ameeleza hapa kwamba hisa inakupa fursa ya kumiliki kampuni au biashara kwa urahisi kabisa. Sasa mtu anayefikiri juu asizani kwamba kujenga kampuni ni jambo rahisi. Ni kazi ngumu inayogharimu muda, akili, taaluma na husababisha msongo na wakati mwingine hasara kabisa. Lakini kupitia mfumo huu wa hisa, mwekezaji anakutana na fursa ya kumiliki kampuni kiulaini bila kutumia jasho au nguvu kubwa. Huyo ndiyo CPA Boniface Ndengo kama ambavyo amekueleza hapa mambo haya au maeneo haya 12 muhimu kabisa ambayo yanaonesha upekee wa hisa tofauti na magari mengine. Lakini kwa nini Watanzania wengi hawafuatilii fursa za uwekezaji kwa njia ya hisa? Ni swali ambalo pia unaweza ukawa unajiuliza kama upekee huu upo, lakini kwa nini sasa wengi hawafuatilii kwa njia ya hisa? Moja, tunasema kwamba kwa utafiti uliofanywa na Hyper PLC ziko sababu kadhaa zilizosababisha Watanzania wengi kushindwa kuwa na umiliki wa hisa kwenye makampuni. Sasa jambo la kwanza, CPA Ndengo amesema kwamba Watanzania wengi hawana elimu kuhusu hisa, lakini hawajui kuhusu masuala haya ya uwekezaji. Maana wengi wamekuwa wakiamini ya kwamba mwekezaji ni mtu tajiri, lakini kumbe hawatambui kwamba hata ukiwa na shilingi 5,000 unaweza ukawa mwekezaji au unaweza
kuwekeza. Lakini jambo la pili amesema uchache wa makampuni ya hisa hapa nchini. Soko la hisa la Tanzania lina makampuni 28 tu yaliyoorodheshwa. Sasa wakati Marekani ina makampuni ya hisa zaidi ya 6,000. Sasa unaweza ukaona utofauti. Lakini pia China ina makampuni ya hisa zaidi ya 4,500 na India ina makampuni zaidi ya 5,500. Unaweza ukaona utofauti. Wakati huo wengine wana zaidi ya 6,000 huku Tanzania yameorodheshwa au makampuni yapo 28 peke yake. Lakini jambo la tatu anasema wawekezaji kukaa muda mrefu bila kupata taarifa kutoka kwa makampuni kuhusu maendeleo ya uwekezaji wao. Na hapa anasema kwamba baadhi ya makampuni kushindwa kutoa gawio kwa muda mrefu kwa wanahisa wake na wengine kutoa faida ndogo sana. Hali hii hupoteza mvuto na kuwafanya watu wengi kuona kama hisa sio biashara. Lakini 4 na mwisho anasema wengi kwa kutojua hupima faida ya uwekezaji kwa kutumia gawio badala ya faida kubwa inayotokana na ongezeko la mtaji hisa inapopanda bei. Hayo ndio mambo 4 ambayo ameyaeleza CPA Ndengo kwamba kwa nini Watanzania wengi hawawekezi kwenye makampuni haya ya hisa kama ambavyo ameeleza hapa. Lakini sasa Hyper PLC tunafanya nini kupunguza ukubwa wa tatizo hili ambalo nimelieleza hapa? CPA Ndengo anaendelea kushuka hapa na ndoto zake adhimu kwelikweli. Hyper PLC tumeanzisha Academy ya uwekezaji. Hiki ni chuo maalumu cha mafunzo ya uwekezaji kwa vitendo. Watanzania wanapata fursa ya kufungua akaunti ya Hyper bila gharama na kununua hisa kati ya 50 na 1,000 ambazo wanaweza kuziuza wakati wowote baada ya miezi 3. Ili kuongeza mvuto tumefanya ubunifu. Gawio la Hyper linalipwa kila mwezi kiwango cha 3% na kinalipwa kwa njia ya hisa mpya. Kwa kuwa Hyper PLC bado haijaorodhesha hisa zake kwenye soko la hisa, bei za hisa za Hyper upangwa na kampuni, hivyo kupunguza hatari ya hisa kushuka bei, na hii huhakikishia wawekezaji wake kwamba watapata faida. Sasa Hyper PLC tunaona tatizo gani kwenye sekta ya uwekezaji? Ni swali ambalo hata kipindi kilichopita pia tumetoa majibu yake. Nchini Tanzania na sehemu kubwa ya bara letu la Afrika, takriban 99% ya watu wazima hawashiriki kwenye fursa zinazotolewa kupitia masoko ya hisa na uwekezaji wa umma. Hali hii inapunguza ustawi wa kiuchumi na kijamii kama mtu mmoja mmoja, lakini pia na taifa kwa ujumla wake. Hasa Hyper PLC tumekuja na suluhisho gani kwenye tatizo hili ambalo tumeliaddress hapa? Hyper PLC kama kampuni ya umma au kampuni ya kijamii tunabuni na kuanzisha na tunajenga majukwaa na miradi ya uwekezaji jumuishi na kuwapa fursa umma au wananchi kununua hisa na kuwekeza kwenye miradi hiyo, ili sasa mtazamaji au Mtanzania unayenitazama hivi sasa upate fursa hii ya kuwekeza kwa namna ambavyo unapenda wewe. Lakini pia nini hasa dhamira ya Hyper PLC? Dhamira yetu ni kuendeleza ustawi wa Tanzania kupitia uwekezaji wa pamoja unaowajumuisha watu wote kwa kutoa majukwaa salama, rahisi na yenye uwazi yanayomwezesha kila mtu kuwekeza, kujenga uchumi wake na kuchangia maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla wake. Nini wito sasa wa Hyper PLC kwa umma? Wito wetu kwa umma, tunawaalika kufuatilia kwa ukaribu shughuli na fursa za Hyper PLC na kufungua akaunti za Hyper ili wasipitwe na elimu hii adhimu, lakini pia taarifa na fursa mbalimbali zinazojili kwenye dunia ya uwekezaji. Kauli mbiu yetu inasema kila Mtanzania sasa ni mwekezaji, na hili nimekueleza pia kwenye kipindi kilichopita kwamba Mtanzania yeyote, awe mkulima, mfanya biashara, lakini pia mfanyakazi, mwanafunzi, yeyote yule ana uwezo wa kuwekeza. Sasa kwa mawasiliano zaidi, ili uweze kufungua akaunti lakini pia uweze kupata elimu hii ambayo tunaitoa hapa, basi unaweza kutembelea www.hyper.net, lakini pia unaweza ukapiga *149 *46 *23 kisha alama ya leli, au unaweza kupiga simu 0755 947 943. Lakini app yetu Play Store inatambulika kwa jina la Hyper PLC. Sasa ofisi zetu zinapatikana jijini Dar es Salaam, maeneo ya Kisutu, lakini katika mkoa wa Mwanza tunapatikana Nyamanoro, na mkoa wa Mara tunapatikana Mwembeni Complex, Musoma mjini. Sasa lakini pia ukiacha katika ofisi hizi, huduma hizi pia unaweza ukazipata katika mikoa yote nchini Tanzania kupitia mawakala ambao wamewekwa katika mikoa hiyo. Karibu Hyper
ambapo tunasema Academy ya Uwekezaji Tanzania, fursa za uwekezaji kwa watu wote. Wekeza kwa kujiamini, ndivyo ambavyo CPA Boniface Ndengo, mkurugenzi wa Hyper PLC Company, anavyomaliza kwa siku hii ya leo na nakala yake adhimu kabisa ambayo inaelezea kwa ukubwa wake upekee uliopo katika makampuni haya hisa au hisa ukilinganisha na magari mengine kama ambavyo tumezungumza. Swali langu mimi ni moja tu, kwamba mpaka hii leo mtazamaji unayenitazama unasubiri nini kufungua akaunti ya Hyper ili uweze kunufaika na uwekezaji huu ambao tumeuzungumza hapa. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Jina langu ni Elia Jackson Lupembe. Bye bye mpaka wakati mwingine. Uwekezaji, masoko na ubunifu. Hyper, tupo kazini.